Kama unataka kuanza biashara ya miamala, zingatia maeneo haya matano ndiyo ambayo unaweza ukalocate ofisi yako na ikakupa matokeo mazuri ya kutimiza ndoto zako kwa wakati. Eneo la kwanza ni maeneo ya sokoni. Ukiweka ofisi ya miamala ya simu au miamala ya kifedha kwenye maeneo ya sokoni, ina maana wale wafanyabiashara wanapofanya mauzo yao, wengine wanatuma hesabu kwa mabosi wao, wengine wanahifadhi pesa kwenye simu zao, wengine wanapenda tu kufanya manunuzi kwa njia ya simu, wengine wanachukua bidhaa kwa malikauli, jioni wanatuma fedha kwa mabosi au kwa watu waliowapatia mzigo. Kwa hiyo weka ofisi yako sehemu za sokoni, itakuwa ni one of the best location. Eneo la pili ni maeneo ambayo kuna vyuo. Vyuoni wanafunzi wengi wanafanya miamala, wale ambao wanawatumia wazazi wao fedha na wale wanaotumiwa na wazazi wao fedha na walezi wao kwa ajili ya kuendesha maisha ya chuo. Kwa hiyo vyuoni ni moja ya eneo potential mno kwa ajili ya biashara ya transactions za miamala. Lakini eneo la tatu ni eneo au maeneo ya stendi. Wasafiri wengi unakuta ametoka nyumbani, fedha iko kwenye simu, anachukua fedha anaidraw kwanza kutoka kwenye simu ili aweze kukata tiketi, halafu ndo anaweza kuendelea kufanya mambo yake. Lakini kuna wengine unakuta amefika kituo fulani, pesa imeisha, inabidi atoe pesa ili aweze kununua au kufanya matumizi mbalimbali. Wengine unakuta wameishiwa fedha, kwa hiyo wanalazimika kuwapigia simu ndugu zao, naomba nitumie fedha. Kwa akitumia fedha ndo anatoa. Kwa maeneo ya stendi ni maeneo ambayo ni the best kwa ajili ya kufanya biashara ya transaction. Eneo namba 4 ni maeneo yenye huduma zozote za kijamii. Mfano ukiwa karibu na makanisa, mfano imagine uko karibu labda na kanisa la Mwamposa, wanafanya ibada mara kwa mara, au uko karibu na makanisa ambayo yanakuwa na waumini wengi kwa hiyo ni rahisi kuweza kufanya miamala kutokana na uwepo wa watu. Lakini pia unaweza ukaangalia maeneo yenye uwepo wa huduma za kijamii kama vile ofisi za serikali, shule za sekondari, au maeneo popote ambapo kunakuwa na mkusanyiko wa watu. Lakini pia eneo la mwisho ni eneo la hospitali. Wagonjwa wanaenda hospitali, hawana pesa cash, wamepatwa na dharura, analazimika kwenda kutoa pesa hapo hapo hospitali au maeneo ya karibu na huduma za kiafya ili aweze kupata matibabu. Bila kusahau kwamba wagonjwa wakati mwingine wanaweza kama ameenda na hela ndogo, hela ikiisha anatakiwa adraw pesa, atawapigia simu ndugu, jamaa, marafiki au watu wake wa nyumbani ili wamtumie pesa kwa ajili ya ya matibabu. Kwa hospitali ni maeneo mengine ambayo ni potential kwa ajili ya kufanya huduma za miamala ya kifedha. Je, wewe ukitaka kufanya biashara yako hasa katika eneo la miamala ya kifedha, utachagua eneo gani la kulocate biashara yako kati ya maeneo ambayo nimekutajia? This is the first Amos. Endelea kunifuatilia zaidi ili kujifunza zaidi. Learn more and more and live a great life. Wale unaopenda vitabu viko hapo, Nguvu ya Pesa, Mikopo na Madeni, Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha. Vichukue, vitakusaidia kwa ajili ya kujifunza zaidi. Asante, tukutane wakati mwingine.